Ujambo mtazamaji wa Yuhoma Media Clue, karibu sana kwenye ripoti zinazotoka katika eneo la Special Military Operation. Naomba radhi pia kwa sauti yangu ambayo haina usikivu kama ambavyo imekuwa siku zote, lakini kitu pekee ambacho naamini ni kwamba tunaendelea kupeana hizi ripoti kutokana na unyeti wake. Mnakumbuka kuna wakati nimewahi kuzungumza kipindi cha nyuma kwamba mbele ya Rais Vladimir Putin kila mtu atachanganyikiwa kwa nafasi yake. Yaani kila mtu ambaye anajaribu kupambana na serikali ya Urusi atachanganyikiwa kwa staili yake. Sasa Marekani ambao walikuwa wanaonekana wana makucha marefu ya kupambana na serikali ya Urusi, na wenyewe wamebro mapigo, na hivi sasa wanaangalia namna gani ambavyo wanaweza wakaitelekeza Ukraine iendelee kupambana yenyewe, na ikibidi wajiondoe kabisa katika eneo la kupambana na Urusi. Mtakumbuka kile ambacho kilizungumzwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani bwana Marco Rubio, ambaye alizungumza akasema kwamba Marekani inatarajia kujiondoa katika mpango wa kutafuta suluhu ya amani au mazungumzo ya amani kati ya Ukraine pamoja na Urusi kutokana na sababu za kuonekana kutokuwa na dalili za kumaliza mzozo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa ripoti nyingine ambayo mnatakiwa kuibebelea ni kwamba Marekani imependekeza kuacha maeneo ya zamani ya Ukraine chini ya udhibiti wa Urusi. Hili ni pigo jingine ambalo linakwenda kwa serikali ya Ukraine pamoja na vibaraka wengine. Marekani imewasilisha kwa washirika wake maelezo ya mpango wake wa amani ambao unalenga kumaliza mzozo kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ikinukuu vyombo mbalimbali ambavyo vimeripoti au maafisa wa Ulaya ambao wanafahamu jambo hilo. Wanadaiwa kwamba mpango huu unajumuisha kupunguza vikwazo dhidi ya Moscow, lakini pia kurejesha ile mipango ambayo imetolewa na Urusi ya kuitaka Ukraine kuacha kabisa habari za kutaka kujiunga na muungano wa NATO. Sasa hili ni moja kati ya eneo nyeti sana ambalo wafuatiliaji wa Yuhoma Media Clue nafikiri tumekuwa tukiripoti kwa kipindi kirefu kwamba Urusi wao walisema hata itokee labda dunia inataka kugeuka chini iwe juu chini, hawatokubali hata siku moja kuyaachilia yale maeneo ambayo yalijiunga rasmi na serikali ya Urusi kuanzia ile mwaka 2014 na yale ambayo yamejiunga mwaka 2022. Kwa mujibu wa vyanzo ambavyo vimetoa taarifa hii, mpango ambao umeelezwa wakati wa mkutano mjini Paris siku ya Alhamisi tarehe 17 utaweka mzozo huo katika hali ya kusimamishwa na kuacha maeneo ya zamani ya Ukraine ambayo sasa yanadhibitiwa na Urusi chini ya mamlaka ya Moscow. Mmoja wa maafisa hao alizungumza akasema kwamba pendekezo hilo bado linahitaji kujadiliwa na Kiev, akiongeza kwamba mpango huo hautakuwa suluhu ya mwisho ya mzozo na washirika wa Ulaya wa Kiev hawataitambua maeneo haya kama sehemu ya Urusi. Hii ni sehemu ya taarifa ambayo imetolewa. Wajumbe wa Marekani katika mikutano ya Paris ambayo ilihusisha maafisa wa ngazi za juu kutoka nchi kadhaa waliongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pamoja na mjumbe maalum wa ikulu bwana Steve Witkoff, na walikutana na rais wa Ufaransa bwana Emmanuel Macron, na pia walifanya mazungumzo na maafisa wa juu kutoka Ufaransa, Ujerumani, Uingereza pamoja na Ukraine. Mapema tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka 2025, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alionyesha kwamba Washington ipo tayari kusonga mbele ikiwa njia ya kumaliza uhasama kati ya Moscow na Kiev haitapatikana ndani ya siku chache zijazo. Alisema, ni mnukuu Rubio, tunahitaji kubaini sasa hivi ndani ya siku chache iwapo hili linawezekana katika muda mfupi, kwa sababu ikiwa jambo hili haliwezekani basi nadhani tutaendelea tu mbele, Rubio aliwaambia waandishi wa habari. Moscow yenyewe ilitoa ishara kwamba usitishaji vita kamili na Ukraine hauwezekani, wakitaja ukiukwaji wa Kiev wa makubaliano ya awali. Ambapo akizungumza na wanataaluma ya habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi tarehe 17, mjumbe wa Urusi bwana Vasily Nebenz yeye alisema kama masuala makubwa ya usitishaji vita ya kina, akirejelea hatima ya makubaliano ya ule mkataba wa Minsk ambayo yalivunjika, ambayo yalitumiwa vibaya na kutumika kuiandaa Ukraine kwa ajili ya kuingia kwenye makubaliano. Mwanadiplomasia huyo pia alitaja ukiukwaji wa mara kwa mara wa Ukraine wa makubaliano ya siku 30 ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ambayo yalikuwa yamepatanishwa na Marekani tangu Machi 18 mwaka 2025. Nebenz alizungumza, mimi namnukuu, anasema, jinsi tulivyokuwa karibu na usitishaji vita ni swali kubwa kwangu binafsi, kwa sababu
kama nilivyosema, tulijaribu usitishaji vita mdogo katika miundombinu ya nishati ambao haukuzingatiwa na upande wa Ukraine. Kwa hivyo katika hali hizi kuzungumza kuhusu usitishaji vita ni jambo lisilowezekana katika hatua kama hii. Yani hapa ndipo ambapo Warusi huwa wananipa burudani kidogo, kwa sababu wao ni black and white. Yani hakuna nafasi ya kuzungumzia kwamba labda sijui tufanye hivi tufanye vile, hapana. Ukisikia anachokizungumza bwana Dmitry Medvedev, unaona kinapita kwenye kurasa za bwana Vladimir Putin. Ukisikia anachokizungumza bwana Sergei Lavrov, unaona kinapita kwenye kurasa za Vladimir Putin. Ukisikiliza anachokizungumza Sergei bwana Dmitry Peskov, unaona kabisa kinaenda mule mule. Lakini sasa Vasily Nebenzia mwenyewe anakuambia kwamba wao watatembea kwenye kurasa ambazo zimeandikwa na bwana Vladimir Putin. Kwa hiyo Marekani ni kama wamekata tamaa, yani wamekata tamaa sana. Na you know the reason of why Marekani wanakata tamaa kwa sababu sasa wameingia kwenye mipasuko ya wao wenyewe. Ulaya Magharibi wanapasuana wao wenyewe. Ukienda kule Ulaya Magharibi sasa hivi, ukitazama Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na mataifa mengine yenyewe yanasimama na upande wake. Ukitazama Marekani ambayo ndio inatajwa kama kiongozi wa hayo mataifa ya Ulaya Magharibi, na yenyewe inasimama katika upande wake. Sasa wakati hayo yakiendelea na hizi kauli za Marekani ambazo zinakatisha tamaa kabisa, tumeona vikosi vya Urusi vimeendelea kufanya mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya vituo vya uzalishaji wa droni za Ukraine pamoja na miundombinu ya viwanja vya ndege, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya pale Moscow. Mashambulizi hayo ambayo yamezinduliwa rasmi tarehe 18 kwa kutumia droni na makombora ya usahihi wa hali ya juu yalilenga maeneo muhimu, hasa sekta ya viwanda vya kijeshi vya Ukraine, kwa mujibu wa wizara hiyo, ambapo operesheni ilitekelezwa kwa mafanikio makubwa zaidi. Taarifa imebainisha kwamba mashambulizi sawa yaliyofanywa na Urusi tangu Jumamosi iliyopita yakilenga miundombinu mbalimbali ya kijeshi, wakitaja viwanda vya silaha, viwanja vya ndege, maghala ya risasi pamoja na vituo vya mafunzo vya kijeshi, majengo ambayo yamehifadhi wanajeshi wa Ukraine pamoja na majeshi ya kigeni. Hayo ndiyo maeneo ambayo yatashambuliwa kuanzia asubuhi, mchana, usiku mpaka usiku wa manane. Mnamo Machi 18, Rais wa Urusi bwana Vladimir Putin aliagiza Wizara ya Ulinzi ya Urusi kusitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Ukraine kwa siku 30. Makubaliano hayo yalifikiwa wakati alipoongea na rais wa Marekani kwa njia ya simu bwana Donald Trump ili kuunga mkono juhudi za Washington za upatanishi. Ingawa Ukraine yenyewe ilionyesha hadharani kuunga mkono mpango huo, Moscow wameendelea kuishutumu Kiev kwa ukiukwaji mwingi wa usitishaji vita, ikiwa ni pamoja na majaribio ya mashambulizi ya droni yaliyolenga miundombinu muhimu ya gesi ndani ya ardhi ya Urusi, huku Moscow akielezea mashambulizi hayo kama ushahidi kwamba serikali ya Ukraine hivi sasa haiwezi kuaminika tena. Na alipoulizwa atoe maoni yake kuhusiana na jambo hili, msemaji wa ikulu ya Kremlin bwana Dmitry Peskov, yeye alisema mwezi sasa hivi umeisha, siku 30 zimeisha, kwa hiyo hadi hivi sasa hakuna maagizo zaidi yaliyotoka kwa kamanda mkuu mzee Vladimirovich Putin. Na hili linawafanya wa Ukraine na majeshi ya ambayo yanaisupport Ukraine kuwa katika nyakati ngumu sana, kwa sababu msagasumu mwenyewe bwana Vladimirovich Putin bado hajatoa tamko jingine la ama kusitisha mapigano au kuendelea kuwachakaza kama ambavyo anafanya. Naomba niweke nukta moja hapa, nukta fupi ambayo inaelezea juu ya mwendelezo wa ripoti ambazo niliziripoti leo asubuhi na mchana, ambapo ilikuwa inahusiana na kile ambacho Marekani walisema wenyewe wapo tayari kujiondoa katika mazungumzo ya amani kama Ukraine hawatakubaliana na kile ambacho Urusi wanakitaka. Sasa Urusi bwana imejibu. Mnafahamu mazungumzo yanayoendelea ya kuleta amani katika mzozo wa Ukraine ni magumu, lakini Urusi bado ipo makini katika kufikia suluhu, amesema msemaji wa Kremlin bwana Dmitry Peskov. Maoni yake yanafuatia taarifa rais wa Marekani Donald Trump kwamba anatarajia jibu kutoka Moscow kuhusu pendekezo la makubaliano ya amani na Kiev baadaye wiki hii. Akizungumza na wanataaluma ya habari, Peskov aliulizwa iwapo maoni ya Trump yanaashiria makubaliano yoyote ya siri kati ya Washington na Moscow. Alikiri kuwa kuna maendeleo fulani katika juhudi za kutatua mzozo, lakini akasisitiza kuna changamoto nyingi ambazo bado hazijashughulikiwa
Na hapa naomba nimnukuu Peskov kile ambacho alikizungumza ili nisije nikaongeza neno langu lolote. Tunaamini kwamba maendeleo fulani tayari yanaweza kubainishwa. Maendeleo haya yanahusiana na makubaliano ya muda ambayo Urusi ilishikilia, makubaliano ya kutoshambulia vituo vya miundombinu ya nishati, akiongeza kwamba ingawa Moscow ilizingatia makubaliano haya, jambo hili haliwezi kusemwa kwa upande wa Ukraine hata kidogo. Kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Washington, Trump alisisitiza kwamba anatarajia mwisho wa haraka wa mzozo wa Ukraine na akaashiria kwamba anatarajia kusikia kutoka Moscow hivi karibuni kuhusu pendekezo la usitishaji, na akasema tutaona litakavyokuwa, tutasikia kutoka kwa wiki hii hivi karibuni sana. Kwa kweli tutaona, lakini tunataka mauaji yaachwe yasiendelee kutokea katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hizi ndio taarifa ngumu zaidi ambazo wa Ukraine wanatakiwa kuzipokea, na hapa ndipo watakapokumbuka zile Minsk agreement ambazo walizikataa, lakini watamkumbuka waziri wa zamani, waziri mkuu wa Uingereza ambaye aliwadanganya bwana Boris Johnson, ambaye yeye ndiye alikuwa kinara ya kuambia wa Ukraine wasikubali kuingia mkenge wa Urusi wa kusitisha mapigano. Lakini sasa hivi mwamba alishaondoka katika ile nafasi yake, wamechukua watu wengine, Marekani inajiondoa, mambo yanakuwa ni magumu zaidi. Tutaendelea kuwaletea taarifa hizi kadri ambavyo tunazipokea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.